Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika kipindi chetu cha mafundisho. Naitwa Mama Joyce Kisha, mkurugenzi wa huduma ya Daughters and Sons of Jerusalem. It has been a while kwa kweli. Tangu mwaka 2025 uanze sijapata neema hii ya kufundisha na kutoa mafundisho kwa njia ya mtandao. Lakini namshukuru sana Mungu kwa sababu nimepata muda huu. Basi kabla hatujaanza naomba niombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya saa njema. Asante mfalme wa wafalme kwa kuwa umetupa wakati huu katika mwaka huu 2025. Wana Daughters and Sons of Jerusalem, Bwana, wanakwenda kusikia mafundisho yako kupitia njia ya mtandao. Ninakushukuru Bwana kwa kunipa wakati huu. Asante Bwana kwa hali ya hewa, asante Bwana kwa wakati mzuri, asante Bwana kwa kila jambo ambalo umeruhusu kwa wakati wako. Ninapoenda kuzungumza naomba unitumie kama chombo chako, nikanene yaliyo mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo na kushukuru. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Happy New Year. Leo namshukuru Mungu sana kwamba tunakwenda kujifunza kitu kipya. Sio kipya as such, lakini kwa mwaka huu kama nilivyosema kwamba ndo tunaanza sasa mafundisho yetu. Tutaanza na somo letu kuhusu mahusiano. Kama kawaida yangu, kawaida yetu, mimi Mungu alinipa wito kuzungumza na vijana kuhusu eneo hili. Tunaweza tukapata elimu nyingi katika vitabu, katika shule, katika syllabus mbalimbali, lakini nimegundua kwamba elimu ya mahusiano haiko kwa wingi, na hata makanisani, hata misikitini. Elimu ya mahusiano inafanyika kwa kipindi maalum, labda kijana anapokuwa anakaribia kuoa au kuolewa. Lakini mimi nimegundua kwamba hii elimu inabidi ifundishwe hata mtoto akiwa na miaka 5 au 6 au 7, kulingana na utandawazi, kulingana na technology advancement na mambo mengine mengi na mazingira kubadilika. Haya mambo yanatutiza sana kama wazazi. Watu wanadumbukia katika mahusiano bila kujua wanafanya nini. Haleluya. Leo tuna topic nzuri sana. Inakwenda kukupa baadhi ya vitu kuhusu mahusiano, kufanya mahusiano yenye tija. Mahusiano yenye tija. Mahusiano yenye tija ni mahusiano gani? Ni mahusiano ambayo yana lengo la kufikia mwisho wa mahusiano, ikiwa ni kuolewa au kuoa. Tumegundua mara nyingi tunapita njia ile ile ya mahusiano, lakini hatufiki mwisho. Na kwa kutokufika mwisho, kuna mahala tunafika, wengine tunakwazika, wengine tunafanya maamuzi mbalimbali kama vijana. Labda niseme wazi kwamba kati ya eneo linalosababisha msongo wa mawazo, linalosababisha maamuzi mabaya, ikiwemo kujiua, ikiwemo kulewa, ikiwemo kuwa na tabia mbaya, uvutaji na mengine mengi, ni wakati mahusiano hayaendi vizuri, yani hayaleti tija. Hayaendi vizuri kama mtu alivyotegemea. Vijana wengi sana wanakumbwa na maamuzi yasiyokuwa sahihi. Kwa hiyo ni vema tufahamu baadhi ya mambo. Jambo ambalo Mungu anapenda kutufundisha hapa ni kwamba kama unataka na umemaanisha kuingia kwenye mahusiano yenye tija, kuna mambo inabidi uyafahamu na uyachukue kama skills za kuwa nazo. Kwa sababu as I always say, mahusiano is like a project. Nikiwaga huko vioni nawaambia, una project ya kusoma, labda mtu mwingine anasoma engineering kwa miaka 4, hiyo ni project. Mimi naita project kwa maana kwamba ina muda, ina time frame, inahitaji maandalizi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo mahusiano kadhalika. Nikasema ukiwa na hivi vitu viwili inabidi ujipange vizuri. Ukianza mahusiano ukiwa mdogo, inabidi ujipange vizuri. Jambo la kwanza ambalo Mungu anataka tulifahamu ni kuandaa mazingira ya uvumilivu, ya kuwa mvumilivu. Nikisema mazingira ya kuwa mvumilivu, hebu kwanza tusome Yakobo sura ya kwanza mstari wa 4. Neno la Bwana linasema, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Saburi ukibadilisha kwa lugha ya kigeni ni patience, lakini pia lugha nyingine ya Kiswahili ni uvumilivu. Lakini anasema kwamba hapa iwe na kazi kamilifu. Maana yake kwamba saburi iwe na lengo ambalo linakufikisha mahala. Patience ni uwezo wa kukabili matukio
kwa njia iliyo salama. Nikisema matukio hapo, maana yake ni matukio ambayo sio positive, matukio ambayo ni negative. Jinsi ya kuyakabili, sawa, hapa specifically kwenye eneo la mahusiano na kuweza kusonga mbele. Ukimuuliza mama yako, ukimuuliza shangazi yako, atakueleza habari ya saburi. Atakueleza umuhimu wa kuwa mvumilivu na alianzaje kuwa mvumilivu. Ukiambiwa mimi navumilia kitu, maana yake hicho kitu ni kigumu, ni kibaya, sio kitu kizuri cha kuwa nacho. Lakini ukumbuke kwenye mahusiano mnakutana watu wawili kutoka sehemu tofauti, familia tofauti, wengine ni kacha tofauti, wengine ni rangi tofauti, ni makabila tofauti, nchi tofauti. Kuna mambo ambayo kama mkianza mwanzoni, kadri mnavyoendelea yanahitaji uvumilivu. No one is perfect. Lakini kama mahusiano sio yenye tija, hayana lengo maalum, utavumilia pasipo hili neno linalosema kwamba saburi na iwe ya kazi kamilifu, kwa sababu utakuwa unavumilia for what? Unamvumilia kijana huyu ambaye sio mume wako, unamvumilia wewe binti ambaye sio mke wako. Huoni kwamba hapo unapoteza muda? Lakini kama unahitaji kufanya mahusiano ambayo yanatija, inabidi ujifunze, uwe na skili hii ya uvumilivu. Hapa nakwenda hasa kwa mabinti. Mabinti, kama baba anatakiwa kuvumilia 20%, inabidi uongeze zingine 20 ziwe 40. Kwa sababu tunategemea kwamba wewe utakuja kuwa mama wa familia. Hautahitaji kumvumilia mume wako tu, utahitaji kuwavumilia watoto, utahitaji kuvumilia watu walio kuzunguka wakiwemo wakwe na watu mbalimbali. Kwa hiyo inabidi ujenge skili ya kuwa mvumilivu. Mara nyingi nimeona mabinti hasa wa sasa hivi wa kizazi hiki, tunajiamini sana, tunajihesabia haki, and a bit tunakuwa yani tuna zile haki. Unasikia mtu anakuambia mimi nikifanywa hivi nasepa. Mimi mtu asiponipa hela naachana naye. Mimi mtu asiponitoa out haiwezekani. Sasa nikwambie binti, uvumilivu ndio maisha yenyewe. Unaweza kuniona hapa ni mtu mzima, mwangalie mama yako, shangazi yako, muulize katika maisha ya mahusiano kwa nini mpaka sasa hivi bado yupo, atakwambia nimevumilia mengi. Of course, sio rahisi kuvumilia yote, na hapa simaanishi uonevu, na maanisha mambo ya kawaida ya kimazingira, ya kimahusiano, kwamba ukiwa na ile skili ya uvumilivu utakuwa unaandaa kuingia katika mahusiano yenye tija. Uvumilivu sio mateso kama nilivyosema, sio kukubali uonevu, hapana. Mungu akusaidie utofautishe kati ya uonevu na uvumilivu. Mungu akusaidie, kwa sababu kuna watu wengine wakutana na brutal creatures. Brutality, kupigwa, kuteswa, kuchomwa visu, kupigwa marungu, sio huo, sijasema sio uvumilivu huo. Naongelea katika ile kitu ambacho ni natural kabisa. Utakuta mume wako labda hana uwezo wa kupata pesa muda wote. Labda mwanzoni mlianza vizuri, sasa hivi pesa imepungua, unahitaji kuvumilia na kumsaidia. Utakuta mke wako labda ana tatizo fulani la kiafya limetokea, labda amejifungua, akapata shida, akapata fistula, akapata nini ya kiafya. Wewe kaka, ujifunze. Kama hujajifunza uvumilivu, utaanza kusema mwanamke gani, utaanza kusema mwanamke huyu sio msafi, utaanza kusema sijui nini na ananenepa sana. Inabidi uvumilie mambo ya namna hiyo na kuadjust taratibu, lakini lazima ujue unakoenda. Nia hasa ya kufundisha mafundisho haya ni kwamba ujue huko unakoenda kwenye mahusiano, kwamba it's not sio pizza, sio cake, piece of cakes na sweets na nini. Kuna vitu vya namna hiyo ambavyo utahitaji kuvumilia. Jambo la pili ni uwezo wa kukabiliana na miemko. Katika mahusiano, unapoelekea mahusiano yenye tija, inabidi uwe na uwezo wa kujisimamia wewe kama mwenyewe, wewe kama wewe. When you decide this is it, huyu ndiye nakwenda naye katika safari yangu maisha, habari ya namtafuta mtu kama fulani, unaona kama mke wa fulani, au mnamuonaje huyu, wanakushauri kwa muonekano wa nje, lakini wewe unajua ndani yako huyu mtu
ni mtu ambaye ninahitaji kwenda naye safari 1 2 3. Uwezo wako wa kukabiliana na pressure, na kuna kitu kinaitwa stereotype. Stereotype ni ile misemo ya mitaani kuhusu jambo fulani. Mara kwa mara huwa haina ukweli wowote. Huwa watu wanaongea tu, wanawake wako hivi, wanawake unajua usimuonyeshe hivi, usimuonyeshe kitabu chako cha benki, ukimwoa mwanamke usimwambie mambo mengi, ukimwoa mwanamke mipango yako asijue, ukimwoa mwanamke mmoja sio sawa, unaweza kuwa na side chick na ukaendelea vizuri. Au mtu mwingine akwambia wanaume bwana huwa ni waongo, men are cheaters. Hivyo vitu ujitahidi sana kujua jinsi ya kuvicontrol kama unataka kuwa na mahusiano ambayo yako stable. Haleluya. Kama mahusiano yako unataka kuwa yenye tija, binti kijana, inabidi ujue, uangalie kubalance na kuangalia kipi cha kuchukua, kipi cha kuacha. Pamoja na kwamba unaangalia vigezo, yapo mambo yatatokea kama nilivyosema, kipato kubadilika, unaona? Labda nyumba mlikuwa mnakaa nyumba ya vyumba 4, mwanzoni amekuoa au mmeoana, sasa hivi kipato kimebadilika, mnarudi kwenye 2 rooms, unaona Au wakati mwingine mnalazimika kuhamia kwenye nyumba ambao is unfinished. Uweze kusema mimi narudi nyumbani mpaka utakapomaliza nyumba. Uweze kusema kama mimi kama gari fulani nimepata, labda ulikuwa ni gari anatumia gari la mkopo na nini labda limechukuliwa. Mimi kama bila gari siwezi kutembea kwa sababu ulinioa ukiwa na gari. Vitu vya namna hiyo inabidi ubalance. Haleluya. Haleluya. Jambo la tatu ni uwezo wa kujitambua wewe ni nani. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi, tukisoma katika kitabu cha Zaburi ya 139, Zaburi ya 139 mstari wa 14. Hapa ni Zaburi ambao wanasema ni Zaburi ya kujitambua wewe ni nani. Zaburi ya 139 mstari wa 14, labda niliseme kwa Kiingereza, huwa naipenda, inasema we are fearfully and wonderfully made. Inasema kwamba nitakushukuru kuwa Mungu, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Huyu mtunga Zaburi alikuwa anamshukuru Mungu kwamba ametengenezwa kwa namna ya ajabu sana. Lakini katika mahusiano unahitaji kuwa na uwezo mkubwa wa kujitambua jinsi ulivyo na kujikubali. Okay? Nimeona mabinti wengi anakuwa mara kwa mara anabadilika for the so called kwamba anataka impress mwanaume. Mimi huwa naamini katika kitu kimoja kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kuwa navyo na usiwe navyo. Your strengths inaweza overshade weaknesses. Na vijana hapa nawaambia msiwasumbue mabinti. Unataka piskali, mara unataka awe mweupe, mara awe mwembamba, unamlazimisha tengeneza figa, asifanya nini. Hivyo vitu ni vizuri kwa muonekano, lakini sio uhalisia wa mahusiano hasa ya ndoa. Vinaweza kuwa kwa mwaka 1 2, lakini mimi ninachojua wife material ni yule ambaye ana support vision yako kama kijana. Lakini hata kama ni husband ambaye ana worth it, sio lazima atengeneze vitu ambavyo unaingia kwenye expensive schedule, sijui lazima utengeneze 6 pack, si ufanye nini. They don't last forever. Isipokuwa labda kutunza afya yako tu na kuendelea na maisha. Uwezo wako wa kujitambua wewe ni nani? Strengths zako ni zipi? Weakness zako ni zipi? Itakusaidia sana kukaa kwenye mahusiano ukiwa na furaha, ukiwa na amani. Hata ikitokea mtu akasema wewe ni mwanamke gani, wewe unajijua ni mwanamke gani? Kwani kuna haja ya kuuliza? Mtu akikwambia ni mwanaume gani, wewe unajijua ni mwanaume gani? Unajua wapi ambapo unaweza na wapi hauwezi. Sio lazima kuna nini. Hii itakusaidia kuwa stable, kufanya maamuzi, kuwa stable kusimamia nyumba yako, kuwa stable kusimamia familia. Unaona Lakini ukikaa katika hali ya hofu na mashaka, mimi nimeona watu wengine, mimi ni mfupi sana, I don't know what, lazima nivae high heels, mwanaume atanikata. Hivyo vitu they are physical,
lakini instead enrich yourself, upate knowledge ya kumsaidia huyo mtu, upate malezi mazuri ya watoto, ujue jinsi ya kutunza familia, jinsi ya kuwalisha, kupika chakula kizuri, na wewe mwanaume ujue jinsi ya kuwa mwaminifu, jinsi ya kumlinda mke wako. Hivyo vitu vina worth it. Haleluya. Pointi ya 5, ilikuwa ya 3. Pointi ya 5, ya 4 ninahusu kuwa na unconditional love. Hii lazima niisomee mstari wake, Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Huu mstari naupendaga sana sana sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 8. Nitaishia katikati hapo, sio lazima nisome yote. Inaongelea habari ya upendo. Hapa kwanza nataka tujue tofauti kati ya upendo na mapenzi. Hii ni agenda muhimu sana ya kuangalia. Kuna confusion sana nowadays kuhusu upendo na mapenzi. Watu wanachanganya haya mambo mawili. Tunachanganya vijana tukifikiri kwamba upendo ni sawa na mapenzi. Hapana. Upendo unaweza ukawa na mapenzi ndani yake, lakini sio mapenzi kwamba yana upendo ndani yake. Si mapenzi yote yana upendo ndani yake. Ndio maana mtu anaweza kwenda kulala na kahaba, anamwambia huyu ni mpenzi wangu. Naye anamlipa, anaondoka. Unaona? Anamseduce, anamwambia maneno matamu. Hayo ni mapenzi. Ati upendo una sifa hii sasa. Tukisoma hii Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Huu mstari wa 4 unasema kwamba upendo uvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni. Mstari wa 5 unasema haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Hii scripture inaongezea habari ya upendo, lakini hebu sikiliza. Hauhesabu mabaya, unavumilia, hautakabari. Yani upendo unapashwa kukaa hata kama no matter what. Sasa tukisema unconditional love kwa mtu katika mahusiano, hapa kama nilivyosema hatumaanishi mapenzi, japo humo ndani kunatakiwa kuwa na mapenzi pia. Lakini unconditional love maana yake tunaangalia on a negative side, kwamba kunapotokea kitu fulani, je, una uwezo wa kustahimili? Una uwezo wa kuendelea upendo ule wa kwanza? Vijana sikiliza, inabidi ujifunze ili eneo sana, kwa sababu life is not static. Life can change at any time. Unaweza ukawa na mpendo wako huyo akaenda kujifungua akapata shida. Unaona? Je, utaendelea kumpa unconditional love? Utamvumilia? Hautatakabari? Hautaangalia pembeni? Mojawapo ya matatizo wanasema yale ya michepuko yanatokana na unconditional love. Unataka jinsi alivyokuwa na kilo 75 abaki hivyo hivyo. Unataka jinsi alivyokuwa ana matiti madogo abaki hivyo hivyo. Sometimes it doesn't work that way. Na wewe binti, unataka alivyokuwa anafanya kazi, anapata hela nyingi, sio anafanya abaki hivyo hivyo. Akipata ajali katika mguu, unamuona mzigo. Akipata ugonjwa, baki kuna maradhi mengine inabidi uvumilie kumgeuza, kufanya nini? Mimi nimeona watu wanakuwa bedridden miezi 6, mwaka mmoja, anapata ajali, miguu inapata shida, anapashwa kubebwa, unakuta mtu anasema mimi siwezi kuvumilia. Hiyo ndio inaitwa unconditional love. Lakini inakwenda to the extent, katika mchakato wa maisha kuna mabadiliko ya tabia. Labda mtu kabadilisha venue. Kuna watu ambao wana distance relationship. Labda mtu ameolewa, mume wake anafanya kazi yuko Kenya, yuko Kongo, yuko wapi. Akafika kule akabadilika tabia, labda akawa mlevi, labda akawa nini. Lakini kwa sababu mwanzoni ulimuona ni mume mwema, hupashi kubadilika, hupashi kwenda unless imekwenda to the extreme. Una uwezo wa practice unconditional love na ikamsaidia kurejea. Naomba msinikoti hapo kwamba watu wa leo au ufanye nini, lakini naongelea katika mchakato wa maisha kuna mabadiliko ya tabia ambayo yanatokea, na ndio maana watu wanaombana misamaha. Ikienda extreme una namna ya kwenda, lakini kuna vitabia ambavyo vinaweza kaingia vinatoka, vinaingia vinatoka. Unconditional love inafanya kazi namna hiyo. Nia hasa ni kuzuia kuingia kwenye mahusiano
baadaye ambayo yatakuja kuleta majeraha, yataleta uchungu, yatakuja kuleta decision mbaya na maradhi mbalimbali. Unaona? Lazima tuvumiliane, lazima tuwe na unconditional love, lazima uwe unaweza kujitambua wewe ni nani, lazima uwe na patience, yani vitu vya namna hiyo vitakusaidia sana. Kumbuka ninawafundisha vijana kuhusu hili eneo kwa sababu ni eneo muhimu sana. Mahusiano yakiwa sio bora, huwezi kutengeneza familia iliyo bora. Huwezi. Imagine mtu akiwa na msongo, watu wenye stress, huwezi hata kuperform kazini. Maana yake usiperform kazini, maana yake na mshahara unaweza ukapungua, au kipato kikapungua, au ukafukuzwa kazi. Lakini ukija kuangalia sosi kubwa ni mahusiano yasiyokuwa na tija. Na nyie ambao hamjaanza, bora kujifunza namna ya kwenda kuliko kudumbukia kwa miemko, kudumbukia kwa peer pressure, kudumbukia kwa fashion, kudumbukia kwa kuona tu kwa macho bila kwenda calculatively. Mungu awabariki sana. Ni Mwalimu Joyce Kisha. Shalom shalom. Tutaendelea tena baadaye katika topic hii. Mungu awabariki sana, ninawapenda.